Msoma ni kitovu cha mageuzi ya chama, na tunatambua kabisa kwamba Msoma ni mboni ya chama chetu kwenye mkoa. Nimefurahi kumuona mama yangu nani yule mama yule kule. Kwa imani ukuta wa Yeriko ulifanya nini? Ulianguka. Kwa imani wana wa Israeli waliweza kuvuka bahari ya Shamu. Kwa nini? Kwa imani mnara wa Babeli ulianguka. Kwa imani Elisha aliweza kuwa na kuomba Mungu, shoka likafanya nini? Likaelea kwenye maji. Kwa imani Elia hakuonja mauti. Kwa imani sisi Chadema, imani yetu ni kwamba nchi hii haina uongozi na Chadema ndio chama mbadala kitakachoongoza nchi. Kwa imani. Na wale wenye wasiwasi ni kina Tomaso, tusihangaike nao. Tusiache agenda yetu ya no reform no election. Mwaka 58 kusoma kitabu cha Mwalimu Nyerere cha kesi ya Mwalimu Nyerere. Kesi ya Mwalimu Nyerere, naomba hiyo kitabu kiko. Mwaka 58 tano ilikuwa na azimio la kura 3. Ndani ya 5 walitokea watu ambao walipinga azimio la chama kilichokuwa chama cha kiukombozi cha 5, kilichokuwa kinataka kupambana ili nchi, na nanukuu hapa, ili nchi iweze kukomboleka, uhuru ambao sasa hivi tunautumia. Katika wale watu waliojitokeza kupinga azimio la kura 3, Mwalimu Nyerere alisema, wanasema maandishi na mnukuu, akasema, kisha aligusia juu ya uchaguzi wa kura 3 uliokuwa unatazamiwa kufanyika mwaka huo. Alisema tangu itateua wajumbe wake kugombea viti kwenye majimbo yaliyotajwa kwenye uchaguzi huo. Akaonya kwamba mtu yeyote aliyesimama kupingana na mjumbe atakayeteuliwa na 5 atatoswa na kususiwa. Mwisho. Kwa 5 ilikuwa inaenda kupambania kura ngapi? Na ndio ilikuwa azimio lake. Chadema mwaka 2024 back to mwaka 2019 mkoa wa Mara tulienda kwenye uchaguzi, tukagundua uchaguzi ule utaua watu wengi. Uongo kweli? Tukatumia falsafa ya Mfalme Sulemani na wanawake wawili. Mmoja alikuwa sio mwenye mtoto na mwingine alikuwa mwenye mtoto. Yule aliyekuwa mwenye mtoto akagundua tukihangaika kulazimisha mfalme atatue hii kesi, na mfalme ameshasema mtoto akatwe katikati, wote tutakosa nini? Wache nimwachie siku. Mfalme akagundua wenye mtoto ni huyo aliyepatwa na huruma. Sisi mwaka 2019 tunaamini sisi ndio wenye mtoto. Wananchi wa Tanzania ni watoto wa Chadema. Chadema inawapenda, haiko tayari kuona wanakufa. Tukagundua yule mama kahaba asiyokuwa mwenye mtoto anataka tukagawane mtoto kwa damu kumwagika. Tukajitoa ili mfalme ambaye ni nyewe wananchi mgundue kwamba mwenye mtoto anayesikilizia nchi uchungu ni Chadema. 2020 tukasema wamejifunza, tukaingia kwenye uchaguzi. Kwa takwimu za kuelekea mpaka mwaka 2020, ndugu zangu, Chadema mkoa wa Mara tulikuwa tunaongoza kata 77. Chadema mkoa wa Mara tulikuwa tunaongoza halmashauri 4.
Chadema mkoa wa Mara tulikuwa na majimbo 4. Sio? Serengeti, Tarime mjini, Tarime vijijini na Bunda, sio? Chadema mkoa wa Mara tulikuwa tunaongoza halmashauri ya mji mdogo wa Shirati. Kwa tofauti ya kura 9, sisi walipata 2. Chadema mkoa wa Mara tulikuwa tunaongoza halmashauri ya mji mdogo wa Serengeti Mugumu. Tulishinda sisi. Hakukuwa na muujiza wowote. Ukiangalia halmashauri zilivyofanya kazi, wananchi ndio wapiga kura. Kama kura ya wananchi ingekuwa ina hali, tulitegemea tushinde halmashauri zingine za Butiama, Msoma vijijini, Rorya, Msoma vijijini, Rorya na Bunda vijijini. Hata ukiangalia margin ya kura za Bunda vijijini, kama yule mgombea mwingine wa TLP asingepata kura 7,000 na yule wa Chadema akapata 10,000 na kitu, wale wawili tu wangeunganisha kura, Chadema ilishinda ile jimbo la Bunda vijijini. Chadema ikafanya kazi mwaka 2015 kwenda 19. Halmashauri ya Tarime sisi tuliacha pale vitega uchumi ambavyo vilikuwa ni majalala. Ukienda pale mjini mkabara na CRDB utaona kituo cha mafuta kimeandikwa PKM Sheri pale. Kile kituo tuliunda sisi mpango, tukampa mwekezaji akawa anailipa halmashauri. Halmashauri ilikuwa inategemea vibanda peke yake. Tukaanzisha vyanzo vya mapato. Tarime vijijini tukajenga vituo vya afya 7. Nyarwana, Mriba, Nyamwaga tulijenga halmashauri ya hospitali ya halmashauri. Ndio hospitali pekee ya halmashauri nchi nzima. Hospitali formidable. Tukatengeneza vitu vingi sana kuonesha mfano. Ulikuwa ukienda kituo cha afya Sirari, Waziri Mkuu Majaliwa alienda pale akasema mwenyewe, hichi ndio kituo cha mfano nchi nzima. Tulikuta pale Mahame, Bundi ndio wanakaa kwenye kituo. Tulikuwa tunaamini. Tulikuwa na madiwani wetu wakina Mheshimiwa nani? Mambo Japani na mwenzake. Wafanya kazi. Hawana doa kwa wananchi. Hawakula rushwa. Sio mafisadi. Wametumikia wananchi. Kulikuwa na sababu zipi ambazo mtu anaweza kutuambia kwamba Chadema ilishindwa uchaguzi mkoa mzima tukabaki na madiwani 8? Tena walioshinda kwa watu kufariki, kiwemo Marcus na mwenzake. 8 walioshinda kwa watu kufariki. Nini kilitokea? Niliambiwa na mtu mmoja anaitwa Waroria, anaitwa kata ya Tai, alikuwa anagombea. Akaniambia, mheshimiwa, nimeshinda kura 1,700 na kitu. Mgombea wa CCM katika vitu 26, mgombea wa CCM alipata kura 1,500 na kitu. Uchaguzi wa mwaka 2020. Katika uchaguzi huo, mtu anaitwa Chacha Ngabia na Chacha Isangoro walipigwa risasi siku moja tarehe 27 hadharani na wakafariki. Hiyo taarifa si mnayo? Mnayo. 2020. Katika uchaguzi huo, Mheshimiwa Wenje akiwa nyumbani kwake ameisha porwa kura, ameamua kwenda kujipoza machungu, amekaa na mawakala wake, anawatia moyo kwamba mapambano jamani, tusikate tamaa, tusipigane na yeyote. Sisi ndivyo Chadema tunafanya. Tuwaite watu, tuwapoze moyo, tuwatie moyo kwamba mapambano haya si ya kivita. Ndugu yake Nyatega akakamatwa, akachinjwa kama kuku, akafariki Nyatega. Wenje akarushiwa risasi. Watu 100 na kitu walijeruhiwa eneo la Rorya tu, 113. Watu 100 plus walitoroka nchi, wakawa wakimbizi wa kisiasa, akiwemo Wenje, akiwemo mtu anaitwa Kijuju, akiwemo mtu anaitwa Jakadogo, akiwemo mwenyekiti wa sisi wa Chadema wilaya ya Rorya anaitwa nani yule? Mwenyekiti wa wilaya wa kwetu wa Chadema nani yule? Dogo diwani alikuwa, wakatoroka nchi, wakawa wahamiaji, wakimbizi wa kisiasa. Wakala wa majumuisho wa mtu anaitwa Nyahii pale kata ya Mbogi alikatwa mkono, mpaka wa leo ni kilema, anatembea namna hii.
wakala wa mjumuisho Mtundi Chacha Mtundi wa Mlimi Zabuloni pale kata ya Gwitiro alikatwa kichwa panga, mpaka leo ni mento, hana kumbukumbu. Alifuatwa kituoni, polisi wanaona. Mimi mwenyewe nimemisiwa kuuawa nikiwa kwenye kata ya Mwema, tukiwa na mgombea wa Chadema kata ya Mwema. Akakimbia akaacha kura, akaacha kabisa kufanya majumuisho. Polisi wanaona. Naelewana vizuri? Mpaka sasa mkoa wa Mara tuna makaburi 10 ya kiuchaguzi. Ya kiuchaguzi 10 ambao tukitembea na nyie, tukitembea na media, tukatembea na IGP, tukatembea na rais, tukatembea na waziri mkuu, tukatembea na mtu yeyote anayefikiri tunadanganya, tutakuwa tunaenda tunamwambia hili ni kaburi, ongea na mama mwenye marehemu, ongea na mtoto au ongea na mke wako. Lakini pia kwenye huo uchaguzi watu watatu, mtu anaitwa Richard Kayanda Tongoli na Wilson Damas wa pale Tarime, mliwasikia kwenye baraza la mashauriano siku ile, mama yake anaongea, mlikuwepo siku ile? Yule mama aliongea kwa uchungu, akasema, mwenyekiti, wajukuu wangu wananiuliza baba atarudi lini? Tumeisha pelekwa mpaka kwenye mfumo wa fingerprint. Akaja Mama Samia akatuahidi na kutushawishi, mnamsikia makamu mwenyekiti anaongea kila siku, kwamba mimi ni mama. Na nyie akina mama kwa kweli kabisa tunaamini. Sisi hatuenda ile. Tunaamini machungu ya kupata mtoto ninyi mnayafili. Na rais wetu ni miongoni mwa kundi ambalo Mungu alimjalia kuitwa mwana mama. Anajua uchungu wa haya tunaongea. Anajua uchungu wa yale ambayo mama ambaye sasa anamsubiri mwanae aliyepotea anayoyapitia. Nilienda kwa mtu anaitwa Oyeri Mkani, Kigunga Bukama. Ndugu zangu, niliwakuta wale yatima wanazungumza kuhusu baba yao. Watoto wadogo wametoka shule, mevaa yebo imetoboka. Walivyofika pale wakataka kunitengenezea uji, nilishindwa hata kuzungumza. Tumepitia magumu sana kwenye nchi na watu wetu wanauawa. Anatokeaje mtu aliyezaliwa Musoma mkoa wa Mara anakubali tupeleke watu wengine machinjioni waende kufa ili Chadema tujiite ni chama cha siasa? Kwa nini mnafanya? Kwa nini tunafanya? Kwa nini tunakubali watu kuwa ni mitaji yetu sisi ya kujenga manyumba na kununua magari? Watu wanaumia. Msifikirie kuhusu makaburi tulionayo. Fikirieni watoto yatima, mambo wanayopitia baada ya babake kuwa hayupo kwa ajili ya chama cha siasa. Fikirieni. Oneni huruma wa watoto. Ndio maana tukakubaliana na Samia kwamba tutakubali kuzungumza, pamoja na kwamba sisi ndio tuliumizwa, lakini tukajifanya wajinga. Maana maandiko yanasema ole wao wakwazao na wakwazikao. Sisi tukaamini tulikwazika sisi, lakini wacha sisi tutangulize mkono wa kutaka suluhu. Tumemtangulizia Mama Samia mkono wa suluhu, mke wake anaona. Leo mke wa Mdude amezungumza, amebeba katoto mgongoni kwa miezi 6, anasema mume wangu alifuatwa hapa, damu imetapakaa kwenye nyumba ya Mdude. Mdude ameenda. Nilienda hata kwa mjumbe wa CCM wa mkutano mkuu Tarime, anaitwa Choncholi, anaondolewa. Ndugu zangu, yule bwana alikuwa na vitoto pale viyatima ambavyo havina wazazi, anavitunza pale. Mtoto yule aliposikia honi napigwa, mtoto yule akakimbia kuja nje, akasema nilifikia. Tunazungumza ili vyombo vya habari mjue watu wetu wanapitia mambo mabaya sana. Ni kwa nini anajitokeza mtu anasema twende kwenye uchaguzi? Wakafe wangapi? Wakafe wangapi ili mridhike kwamba wananchi wanaumia kwa ajili kitu kinaitwa uchaguzi? Kwa nini mnapenda hiyo kitu? Tumedai no reform. No reform imebadilika kuwa mtaji wa mauaji.
Limejitokeza kundi linazungumza serikalini kwamba Chadema inataka kuasi nchi. Tunaasi leo hapa tunaongea mbele ya vyombo vya habari. Tunaasi nini? Nani mwenye bunduki humu ndani? Watu wanaotaka kuasi wanaweza kuitana mchana, ndugu zangu. Kwa nini tunafanya hivyo? Mataifa ya jumuiya za kimataifa, SADC, AU, mko wapi Tanzania tunakufa? Mko wapi? UN mko wapi? Ambassadors, where are you? You are dying. We are dying. We are dying. We are dying Tanzania. We are dying. Where are you? Tunakufa. Tunakufa. Hatuna uhakika wa kuishi. Hata mimi leo niwaambie ndugu zangu wa Msoma, maisha yangu nimemkabidhi Mungu. Kabisa. Kabisa. Kama huruma kwa Tundu Lissu imekosekana, aliyepigwa risasi kiasi kile, Tundu Lissu anayetembea na vyuma, hana uwezo hata kupanda ngazi, alipandishwaje kwenye gari ya polisi kwa kukanyagwa mateki? Anaishije mle gerezani? Hakuna mtu anayemwona. Kama ulivyofanya Mwenyezi Mungu kwa Petro, kama ulivyofanya kwa Sira, tunaomba uingie Tanzania, uingilie kati. Sisi hatuna bunduki. Wanaotuumiza wana bunduki. Tumesema na tunasema bila mabadiliko ya kimsingi, ya kikanuni, ya kikatiba, hatuna damu za kwenda kupeleka kuuawa machinjioni. Sisi tukimaanisha we have the mass. Hawana watu. Hata sasa wanahangaika kwenye vituo vya kuandikishia. Watu hawaendi. Watu wanaenda? Watu hawaendi. Watu hawaendi, na sisi hatujahamasisha mtu kwamba asiende au aende. Sisi tumekaa kimya. Uongo kweli? Watu hawaendi. Mmoja nimemuona juzi aliyesema Kitima ukiingia kwenye 18 utaona. Nimeambiwa ni Msabato kwamba anasali Mwenge. Nitamwandikia askofu mkuu wa kanisa la Wasabato barua kwamba huyu ni Msabato kweli, na ni Biblia ipi imemtuma kuenda kumuumiza Kitima kwamba huyo mtu ni Msabato. Tumefika babaya. Tumefika babaya sana. Nikifikiria mapito ya ndugu zetu, nikifikiria mke wa Mdude leo hali atakao kuwa nayo. Kuna familia moja nilienda, wanasema tangu baba aondoke hapa, hata tukiweka sufuria kwenye jiko huwa tunawaza tunataka kula, tunakulaje baba hajulikani aliko. Na baba ndio alikuwa anatuletea kitu chochote hapa. Baba alikuwa akifika tunakimbia tunamkumbatia. Tunakulaje watoto wanaingia kulala. Ile mama alieleza. Tumeomba no reform kwa sababu zifuatazo. Lissu aliposema tunaomba reforms ni kwa sababu tulitaka matokeo ya rais yanapokuwa na dosari yahojiwe mahakamani. Hakuomba kwa bunduki. Uongo kweli? Jambo la pili, Lissu aliomba no reform ili mamlaka ya kumteua mwenyekiti wa tume iwe neutral, isiyo mamlaka ya rais, ambaye rais ni mgombea, rais ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, sio ulimu. Ombi la kapilo. Ombi la tatu, tunaomba no reform ili rais ateue makamishna wa tume, akiwemo Mapunda ambaye alikuwa mwenyekiti na katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, bado ni kamishna wa tume. Tume mnaiita tume huru, watendaji ni wale wale wa tume iliyotoka zamani. Kwa nini tume hiyo kama ni huru haikutangaza vetting watu waombe nchi hii, na watu wengi ambao wengine hawana vyama, sio Chadema, sio CCM, wala sio hiyo vyama vingine vya mfukoni, wangejitokeza watu wengine waombe kuwa makamishna wa tume ambao hawana chama cha siasa. Hiyo vetting ilifanyika lini? Lissu anaomba hiyo, mnaomba kesi ya uhaini. Uhaini uko wapi hapo? Ombi la nne, tunataka uchaguzi wa amani. Yasitokee haya niliyoyaeleza hapa ya makaburi kwenye miji ya watu, watu kutekwa na watu kupotea, watu kubadilika kuwa majeruhi na watu kuwa vilema. Rafiki yangu mmoja pale Nyamongo, anaitwa Madukuro Kitambo, ni fundi ujenzi. Madukuro Kitambo ni fundi ujenzi.
Saizi Maduhu Kulwa Kitandu amebaki wa kuelekeza kwa mdomo, na wale vibarua wanamheshimu tu. Simply because tarehe 27 mwezi wa 10 2020 we are talking only the truth. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nazungumza ukweli tu. Sitaki kumsingizia rais wala mtu mwingine yeyote. Maduhu Kulwa Kitandu alipigwa risasi kwenye mkutano wa hadhara kwa sababu ni kampena mzuri wa Chadema. Maduhu Kulwa Kitandu ni mlemavu mpaka sasa. Hawezi kupandisha tofali, hawezi kushika ngazi akaenda kule juu. Amebaki mtu wa kuelekeza kwa mdomo. No reform, no election. Itakuwa ni suluhisho la mauaji kwenye nchi kwa ajili ya uchaguzi. Kusiwa na mauaji, kusiwa na watu kupotea, kwa sababu hii ni mbegu, ndugu zangu. Kristo Yesu alisema mbegu nyingine iliyopandwa kwenye miba na nini ilikuwa namna fulani, iliyopandwa kwenye mwamba ilikuwa namna fulani. Kwenye no reform, no election, tunataka Tume ya Taifa ya Uchaguzi iajiri watumishi, watendaji wa vijiji, madasi, wa mfano wa dasi wa Tarime aliyepelekewa ushahidi wa barua ya Kenya kwamba Nyangoko Paulo Thomas si raia wa Kenya, bado akamwengua mtu huyo. Kama kwenye kijiji tu aliona aengue mtu, kwenye udiwani na kwenye ubunge atafanya nini? Eti huyo ndio tunasema afisa mwandamizi. Sasa mmemwondoa mkurugenzi. No, tunataka tume iajiri watu neutral, watu wazuri, wacha Mungu, wanaomwogopa Mungu, wasimamie uchaguzi. Hakuna tanzi atauawa Tanzania. Ndio no reform, no election tunachotaka. No reform, no election. Tunataka mawakala wa vyama vya siasa. Mimi nagombea, namtambulisha Mambo Japani kuwa wakala wangu wa kituo cha Mkendo A kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mambo Japani akifika mlangoni hapa aoneshe barua yangu ya kumtambulisha, aikae kwenye kituo. Masuala ya kumsubiri mkurugenzi ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi kwamba ndio akuidhinishe, wakati mwingine anafunga simu, mawakala wanaruhusiwa saa 8, kura zimepigwa saa 2. Hatukubaliani na hilo. Hatuna nafasi ya kupeleka watu. Hiyo ndio no reform. Kwenye no reform, no election, tunataka mawakala waruhusiwe kuingia kwenye vituo na simu, wapige matokeo kura na wapewe nakala za matokeo, ili mimi nitakapokuwa kwenye tally center yangu nipate matokeo ya awali, niweze kujumulisha. Kama nimeshindwa, nijitokeze mapema, nimpe wa CCM mkono, na kama nimemshinda akae nyumbani. Ndio tunachotaka kwenye no reform.